Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala baad. Ndugu Waislamu, leo tumesoma darasa hapa, nitakutoa mukhtasar. Darasa leo tumesoma nasaha, tunaomba ndugu zetu wanajiandaa hivi takwenda haji na umra. Kwanza Waislamu lazima awajue haji ni fardh, nguzo katika Uislamu, na sisi wa East Africa au Tanzania watajiri wengi hawajui umuhimu wa kwenda haji, wakati aya imekuja kabisa. Allah Subhanahu anasema katika Qur'ani, katika sura Al-Imran aya 97, Mungu amefaradhisha kuwajua watu Waislamu aende kukusudia haji kwa Makka, yeyote ambaye ana uwezo ya kwenda. Mungu aya maarufu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istaa ilayhi sabila. Kisha Mungu asema waman kafara, yoyote atakufuru. Allah ghani anil alamin, Mungu hana shida na watu wote, Mungu hana shida na mtu yeyote. Sisi tuna shida ya Mola, yeye hana shida na mtu yeyote. So ulama wanaulizana aya hii, Mungu amefaradhisha haji juu ya watu, mtu yeyote ana uwezo naye, na yeyote atakufuru, Allah hana shida na mtu yeyote. Umar bin Khattab kwa tafsiri aya hii anasema yeyote Muislamu ana uwezo kwenda haji au umra, ana uwezo kwenda haji na hajaenda, huyo kama atakufa Kristo au Kiyahudi, ni kafiri, kategemea aya hii. Sasa Waislamu wengi Allah amjalia uwezo kwenda na wanafanya uzembe. Usifanye uzembe, haji ni nguzo katika Uislamu. Kama utaenda Allah atakusamehe. Tutajua hapa fadhila ya haji, mtu kama ana haji anapata fadhila gani. Watu wasifanye uzembe, haji nguzo katika Uislamu kama shahada, sala, zaka na somo. Yote ana uwezo naye asifanye uzembe. Ina saha wangu, kama utakufa wanafanya kesho, makani nafanya. Je, makani una garantia ya kufika? Sasa watu lazima wafanye, Waislamu watajiri asifanye uzembe. Yote ana uwezo haji awahi kufanya haji, na haji kufanya mara moja fardhi kwako imeisha, sio urudie kila, sio kama somo kila mwaka tunafunga, au kila zaka kila mwaka mtu tajiri atoe. Mara moja ushafanya basi, mara pili tatu sunna tu. Fardhi ni mara moja tu, kama amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Muislamu kama ameweka azma ya kwenda haji au umra, nitakiwa afanye ifuatayo. Ya kwanza atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anakuwa anafanya dhambi, afanye tauba lillahi, arudi kwa Mola wake. Manake unaenda kwa Mungu kule, lazima wewe usafishe dhambi yako, na hakuna mtu anasamehe dhambi isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, nani atasamehe dhambi ya watu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Madamu uko hai, kabla hujaenda taki kwanza utubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile amana ya watu urudishe kwa watu. Kama mtu amekuachia amana, mrudishie. Kama mdhulumu mtu, mrudishie hiyo dhulma. Kama mtu umemdhulumu, kumsema, kumfadhihisha uongo, nenda kuomba msamaha. Bora hapa omba msamaha. Na wewe ndugu yangu, mtu amekuja kwako na mimi naenda haji, siku ile mimi nimekudhulumu, nimekutangazia kitu ambaye sio sahihi, ni shetani tu, nimekosea, mimi naenda haji, nisamehe. Na wewe unatakiwa usifanye jeuri, kubali, msamehe, mstiri, ili wewe Mungu akusamehe vile vile. Allah katika aya anasema ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Mungu katika aya Abubakar, Mungu anaambia msamehe hao watu umetangaza propaganda kwa dhidi ya binti yako mama yetu Aisha radhiallahu anha. Mmoja alikuwa Abubakar anamsaidia, lakini Mungu anasema endelea kumsaidia hao, endelea kumsamehe hao, haupeni Allah akusamehe na wewe. Hii arudisha amana ya watu, dhulma ya watu. Na deni yuko aina mbili ndugu zangu Waislamu. Deni ambaye muda yake kulipa ipo, usiondoke haji baka ulipe. Lakini deni ipo bado muda yake hajaisha, hajafika, hii haina shida, unaweza kwenda haji.
una hela kwenda haji tu, lakini deni kulipa unataka kulipa baadaye, nenda mwenye deni muombe, bana mimi naomba nenda haji, baada kurudi inshallah takurudisha deni yako, kama atakuruhusu haina shida. Ya pili, nitakiwa Muislamu wakati anaenda haji afanye haji na umra, anaenda kutekeleza ibada ya haji na umra kwa ajili kutekeleza amri ya Mungu, na anatafuta ridha ya Allah, sio watu wakusifu. Watu wengine maalasaf tunahuzunisha, tunaona yuko ndani ya Kaaba anafanya hivi, anapiga ndio si silva si nitadini selfie si nitasivi, anapiga hivi. Sasa hii inaonyesha watu ria, usipige hivi. Kama kupiga picha unaonyesha watoto wako mkiako ficha, lakini sio unaweka katika Facebook yako watu waonene wewe umeenda haji. Sasa hii haipendezi. Muhimu takiwa ibada ufanye kwa ajili kutekeleza amri ya Allah na unatafuta ridha ya Allah. Maana Mungu anasema, Mungu ameamrisha watu wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Allah ameamrisha watu amaabudu Mungu kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah. Aya nyingine Mungu anasema, ala lillahi ad-dinul khalis, dini khalis na ibada ya halisi ya Mungu, ibada ambayo kwa ajili ya watu, sio Mungu hii uweze kupata thawabu. Ya tatu, wakati anatekeleza ibada haji na umra, anatakiwa afate sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asome kabla hajaenda Mtume amefanya haji vipi, amefanya umra vipi, katika vitabu ipo, asome au kwa shekhe amfundishe. Usitekeleze ibada haji na umra tu kuegi watu, kuekti watu tu, hapana, lazima ujue. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya hajatul wadaa kamwambia watu ingelieni kwa makini jinsi mimi nimetekeleza ibada ya haji, fanyeni kama nilifanya mimi, wena makani mimi sipo. Ni kweli makani imekuja, Mtume amekufa sallallahu alaihi wasallam, asema khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Sasa watu wanafanya haji na umra afuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya haji na umra ilikuwa anatekeleza ibada haji na umra kwa utulivu. Imekuja hadithi sahih Muslim, Mtume akamwambia watu, ayuha nas as-sakina sakina, watu utulivu utulivu, tembeeni kwa utulivu. Leo unaenda haji na umra, watu wengine hawajui dini yao, wanasukumana, mtu anafika kwa sehemu ambayo ya vita. Ni watu hawajui sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawasomi jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha, watu haulizi na hawafundishwi jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatekeleza ibada ya haji na umra. Mfano kugusa Hajar al-Aswad kule katika Kaaba, Mtume yuko siku watu sio wengi, ameenda kumbusu Hajar al-Aswad. Siku nyingine watu walikuwa wengi, sio wengi sana, wengi kaashiria na fimbo. Mara nyingine ilikuwa watu wengi sana, Mtume anatawafu na ngamia, kaashiria kwa juu tu mkono. Sasa kama mashiria Hajar al-Aswad kwa mkono, Allah anakupa thawabu kama mbusu. Lakini wao utaka watu wengine wataka aende kule, yani abite yani kwa watu, umati ya watu kwa nguvu, aende kule mpaka kule unasukumana. Hii ndugu zangu Waislamu, watu wanaenda haji na umra awe makini, usimuudhi watu, usikanyage watu kule wanatawafu, utapata dhambi. Imam Ibn Abbas radhiallahu anhuma alikuwa anaishi Taif, na Taif uko mbali na Makkah miaka kilomita 70 kama sikosea, kilomita 70. Watu wameuliza Ibn Abbas ibn ammi Nabii sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa baba mdogo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babake al-Abbas na Abdul Muttalib. Mwambie Ibn Abbas, kwa nini unaishi Taif hapa kilomita 70 kutoka Makkah, na Makkah kusali haram rakaa moja thawabu 100,000, kwa nini unakosa hii thawabu? Sema kweli mimi najua yote, maana najua. Na Abdullah bin Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dua asema, Mungu mfahamishe dini, mbe fahamu aelewe dini, alimu ta'wil. Mungu kwamba dua afahamu dini, maana ni alim huyo, aitwa habru hadhi al-umma. Sasa asema mimi bana kweli nakosa thawabu, lakini kama niko Makkah na nafanya dhambi moja, ni dhambi yake ni maradufu vile vile. Sasa haipendezi mtu anaenda kwa kutekeleza ibada haji na umra alafu anamkanyaga watu,
unamudhi watu, unamsukuma watu. Hii kinyume ya sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nne, mtu aende kwa hela yake ambaye ni halali kufanya haji na umra, asitumie hela haram kabisa, lianna Allah subhanahu wa ta'ala katika haji Mtume anasema inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba, Mungu ni mzuri, hawezi kupokea isipokuwa kitu sadaka nzuri. Na Mungu katika Qur'an anasema muumini, toweni sadaka zenu ambaye mzuri, toweni kitu nzuri, Allah anakubali. Kitu haram Allah hawezi kubali. Siku moja Abu Hanifa rahimahullah ta'ala akaona jamaa moja mwizi anaiba apple, tufaha kaiba, kaamba maskini sadaka. Abu Hanifa sema mbona umeiba apple? Kuiba ni haramu. Anasema eti Abu Hanifa, mimi nimeiba ile apple moja, Allah ameniandikia mimi dhambi moja. Nimeomba maskini sadaka, na Qur'ani anasema sadaka moja unapata thawabu 10, sio alhasana bi'ashri amthaliha. Hasana moja, thawabu moja ni thawabu 10 Mungu anakupa. Sasa mimi nimeiba, nimepata dhambi moja. Nimetoa sadaka, nimepata thawabu ajr 10. Hatoa ile moja, ilibaki 9. Mambo ujanja, unajua mambo yao ujanja hii. Lakini anaongea na mtu imam alim. Abu Hanifa akasema pana, umeiba, Allah amekuandikia dhambi moja, umetoa sadaka, Mungu hajakubali. Lana Mungu anakubali kitu ambaye ni halal. Sasa wewe bado unayo moja bila hapa, una dhambi moja tu, hujapata 9 wala nini. Sasa ndugu zangu Waislamu, mtu anaenda haji lazima achukue zawadi, hela yake wote, bokotmani yake, au kitu halal sio haram. Mungu katika Qur'ani anasema watazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulul albab. Katika wakati Mungu anaongea mambo ya haji anasema chukueni zawadi nzuri, na zawadi mzuri mno mcha Mungu. Usiende wewe bila hela kula alafu naomba watu. Watu wengi wanaona katika haji anakuomba. Kama mtu hela yake imeibia au amepoteza sawa, lakini mtu anaye kutoka hapa anaenda kule kitu anakula, yeye anataka kutegemea watu kumwomba. Hapana, usidhalilike. Kama huna uwezo ya hela ya kusaidia wewe kwenda kufanya haji na umra, na wakati wote uko kule, kile matumizi yako unayo halali, nenda. Kama huna usiende. Ya tano, Muislamu kabla hajaenda hapa awali nimesema asome ahkam al-hajj wal-umra, nguzo al-hajj na umra wote asome, au aende kwa sheikh amfundishe, au achukue kitabu umeandika Kiingereza, Kiswahili, Kiarabu, anakufundisha jinsi kufanya haji na umra ambaye yuko mukhtasar mzuri. Lakini muhimu Muislamu lazim asome kabla hajafanya ibada haji na umra. Ya sita, wakati unaenda na haji na umra, ibada hii mtafute kundi wazuri, watu wema, ile unanaye haji na umra. Mtume anasema katika haji anasema la tusahib, usifanye wewe rafiki yako isipokuwa mtu muumini, na chakula yako asile ile mtu mcha Mungu. Kama unatembea mtu mzuri, mtu wa khairi, mtu mwema, mtu wa ibada, utapata kwake faida. Mtume amefananisha haji nyingine mtu mzuri kama rafiki yako, kama mtu anauza manukato, duka manukato, anauza perfume, miski, anauza udi. Kama unakaa naye wewe, hata kama hujanunua kitu, kile yeye anafukiza nini, wewe utakule wote unanuka manukato nzuri, ilikuwa unakaa na mtu mzuri, mfano yake hivi. Lakini kama rafiki yako watu sio wazuri, Mtume kafananisha kama mtu nafiki kir. Mimi Kiswahili sijui, lakini tafsiri watu wataelewa. Zamani watu kama unaweka chuma, unatengeneza kitu wa chuma, iko kitu hapa kama tanur, iko kitu hapa inapuliza ile moto aistawi. Sasa huyo yanfukul kir, kama unakaa na huyu kupiga chuma hii, na hapo wewe unakaa naye, unatoka kule unanuka wote ni mkaa, jivu, harufu ya chuma. Maana Mtume amefananisha hivi sallam, rafiki nzuri kama huyu anauza manukato, rafiki mbaya kama huyu ambaye anapuliza moto. Hivi ndugu zangu Waislamu, ndio mtu afanye. Ya saba,
mtu lengo wake kwenda haji, lengo kuu ni mbili tu: Mungu akusamehe dhambi yako, akuingize peponi. Basi hii lengo mbili tu. Sio wewe unakuwa haji na umra ile lengo wako aje kuanzia leo umeniitwa haji, alhaj fa useme Abdul Qadir, alhaj Abdul Qadir. Sasa wewe unataka watu wakusifu tu wewe alhaj. Hii kinyume ya sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbona watu wanasali, mbona uite mimi niitwa almusalli Abdul Qadir au almuzakki Abdul Qadir, mtoa zaka Abdul Qadir, as-sawam as-saim al-qaim, mimi mtu nafunga Abdul Qadir. Hii ibada. Sasa wewe lengo lako ni kwa ajili kumrudisha Allah Subhanahu wa ta'ala, na lengo lako Allah kusamehe dhambi yako, sio kwa ajili watu akusifu wewe ni mimi niitwa alhaj bana. Mtume sallam anasema yeyote amefanya haji hajatoa neno uchafu, neno ya yani ya zinaa, ya jimaa, neno kina mama ndani haji, na hajasema neno uchafu, neno ya kijinga, na amerudi huyu na mali yake amehaji naye ni mali halali, karudi kama amezaliwa mamake, ingala na kufuta dhambi yote. Unarudi unaanza yani beji yako iko empty kabisa. Na hii huwezi kupata kama wewe umeenda wana marafiki ambao wahuni, wala kupoteza haji yako hivi. Na Mtume sallam ameweka wazi ile Mungu akubali haji yako, wewe lazim uchunge mdomo wako useme neno chafu. Na Mtume katika haji anasema mtu kama anafanya umra na umra, baina umra na umra na haji na haji, inasafisha dhambi yote. Na Mtume anasema wal hajjul mabrur, haji wema, Mtume anasema hana thawabu isipokuwa pepo. Haji inafuta dhambi, unarudi kama umerudi umezaliwa leo. Ya pili, Mtume anasema haji ambaye almabrur, mabrur maana yake haji wema, mali yake ni halali, wewe umeenda kufanya yote ni khairi halali, kila kitu kiko safi, haina kitu ambaye ni mbaya katika haji yako, mali yako, kila kitu yako, nafsi yako umeshasafisha, usharudisha deni ya watu, ushaomba watu kusamehe. Mtume anasema huyu mtu hana thawabu isipokuwa pepo. Unajua pepo, kila mmoja wetu anatamani pepo. Huyu ambaye ni Mtume anasema bidhaa ya Allah ni ghalia, sil'atullah ghalia, bidhaa ya Allah ni ghalia, thamani yake ni juu kabisa. Mtume anasema ala sil'atullah aljanna, ala watu uwe munabih, zundue, bidhaa ya Allah ni pepo. Na hii hauwezi kupatikana kwa hivi. Sasa hii ilikuwa leo darasa yetu, watu wanaenda haji na umra au fate. Hii niqat mitaja maneno haji maana yake kisheria ni mtu kukusudia sehemu fulani, kilugha alhajj huwa alqasd, kukusudia, na kisheria kukusudia mtu kwa mwezi maalumu wa nyumba ya Allah Makkah kutekeleza ibada ya haji, ili mtu atekeleze amri ya Allah na bini taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-umra ki lugha, umra ki lugha inaitwa ziara, na ulama wengine nasema umra maana yake kuzuru sehemu ambayo watu wako wengi, makan amir unazuru unaitwa umra. Lakini sharia umra maana yake kukusudia nyumba ya Allah Makkah, wakati wewe umevaa ihramu, unafanya tawafu katika Kaaba mara 7 na unafanya sa'i baina Safa wal Marwa, kisha unapunguza nywele au unafanya kipara. Hii maana yake ni umra. Hii ilikuwa lengo ya haji au umra, au mtu anaenda nyumba ya Allah anatakiwa afanye nini, na hii maana yake neno haji kisheria maana yake nini, na umra maana yake nini. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kishki TV, nuru ya dini yako.